Leo ni siku maalum ya uzinduzi wa kampeni ya mwendelezo wa ujenzi wa vituo vya afya vya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza. Tuko hapa kutoa taarifa kwa ufupi ya miradi ambayo inatekelezwa na BAKWATA hususan katika ujenzi wa vituo vya afya, na mgeni wetu ambaye ni Shekhe wa mkoa wa Mwanza Sheikh Hassan Kabeke atatufanyia uzinduzi wa kampeni hii. Ikumbuke kwamba BAKWATA mkoa wa Mwanza inajenga vituo vya afya katika wilaya 7 za mkoa wa Mwanza, na katika vituo hivyo vya afya kipaumbele kimewekwa kwanza kukamilisha ujenzi wa majengo ya kutoa huduma kwa wagonjwa wa nje kwa maana ya OPD, na ujenzi umekwisha anza kwa wilaya takribani 4 za mkoa wa Mwanza. Wilaya 3 tupo katika hatua za kuanza ujenzi wa vituo hivyo. Katika mwaka huu wa fedha sisi tunaita kutoka Badri hii mpaka Badri nyingine, ambao kilele cha Badri Day kwa mwaka huu 2025 kitazinduliwa rasmi tarehe 18 mwezi Machi mwaka huu wa 2025, ambayo itakuwa ni sambamba na Ramadhani 17 mwaka 1446 Hijiria. Kwa mwaka huu tunakusudia kama BAKWATA kukusanya takriban bilioni 1 na milioni 300 kuhakikisha kwamba tunakamilisha ujenzi wa majengo hayo ya kutoa huduma kwa wagonjwa wa nje OPD katika wilaya zote 7 za mkoa wa Mwanza. Ikumbukwe mradi huu wa ujenzi wa vituo vya afya katika mkoa huu wa Mwanza kwa maana vituo vyote 7 una thamani ya shilingi bilioni 4.5 za Kitanzania, na ujenzi huo wa OPD utachukua takriban bilioni 1 na milioni 600, na mpaka sasa tumeshakusanya takriban milioni 236, ambazo hizo milioni 236 tayari zimekwisha kwenda kwenye maeneo ambao ujenzi unaendelea. Na katika hizo milioni 236 takriban milioni 100 ni fedha ambazo BAKWATA ilipokea kutoka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, na milioni 136 ni fedha ambazo BAKWATA imezikusanya kupitia michango ya Watanzania bila kubagua dini, siasa, kabila. Watanzania wote kwa umoja wao, wale ambao walikuwa ridhaa waliweza kuchangia fedha hizo, lakini pia fedha zingine zilitokana na mapato ya ndani ya BAKWATA. Kwa hiyo BAKWATA kama BAKWATA ilichangia shilingi milioni 136 kupitia michango yake, lakini pia Mheshimiwa Rais akatuchangia hiyo shilingi milioni 100. Kwa hiyo kwa mwaka huu wakati shekhe wetu anakwenda kuzindua kampeni hii ya mwendelezo wa kuchangia ujenzi wa vituo hivi vya afya, tunataraji tukusanye shilingi bilioni 1.3, na hizi zitakusanywa kuanzia sasa mpaka Badri Day ya mwakani ambayo itakuwa ni Ramadhani 17. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari na Watanzania, tunawaomba muungane na sisi, mchukue taarifa hizi na mzisambaze kokote kule ambako matangazo haya yatafika, wananchi waweze kushiriki na sisi katika kuhakikisha kwamba tunakamilisha ujenzi huu. Sasa nichukue nafasi hii kumkaribisha Shekhe wa mkoa wa Mwanza Sheikh Hassan Kabeke ili aweze sasa kutupa hotuba rasmi ya ufunguzi wa kampeni hii kuelekea Badri Day ambao tunatarajia kuifanya tarehe 18 mwezi Machi mwaka huu, ambao nilisema ni sambamba na Ramadhani 17 mwaka huu wa 1446 Hijiria. Nitumie nafasi hii kuwashukuruni sana waandishi wa habari nyote ambao mmejaliwa kufika hapa, na hii ni ada yenu. Waandishi wa habari wa mkoa wa Mwanza mmekuwa wepesi kutukimbilia, lakini kutusaidia Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA kupaza sauti. Sisi tunaamini nyinyi mna nafasi kubwa ya kupaza sauti kwa umma wa Tanzania ili kujua nini kinachoendelea ndani ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza.
Tunaendelea kuwaombeni, endeleeni na moyo huo, moyo wa mshikamano, moyo wa umoja, moyo wa upendo, moyo wa kutimiza wajibu wenu, kwa sababu moja ya wajibu wenu nyinyi wanahabari, pamoja na mambo mengine, lakini ni kuhakikisha Watanzania wanapata habari sahihi pale ambapo inapotakiwa kupatikana. Tunawashukuru sana waandishi wa habari wa mkoa wa Mwanza, na sasa nijielekeze kwenye jambo ambalo lililotukusanya. Na pia niseme tunamshukuru sana Mheshimiwa Mufti na Shekhe Mkuu wa Tanzania Daktari Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana Mujaddidul Asri kwa malezi yake bora, muongozo wake sahihi, ambao kwa hakika toka alipotuteua kuwa kwenye nafasi hizi 2018 mpaka leo, yako mambo makubwa yamefanyika ndani ya BAKWATA mkoa wa Mwanza na ndani ya BAKWATA Tanzania. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aendelee kumtunza mufti wa Tanzania, aendelee kumhifadhi na kumpa umri mrefu wa taa, ili aendelee kuitumikia dini ya Kiislamu na kuwatumikia Watanzania. Kama ilivyo kawaida yake, Mheshimiwa Mufti habagui, hachagui, na alhamdulillah umma wa Tanzania, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, wanatambua Mufti ni mtu ambaye anafanya kazi na watu wa dini zote, madhehebu yote. Yeye ni mzalendo sana Mheshimiwa Mufti. Kwa hiyo tunachukua nafasi hii kumshukuru. Na kwa sisi watu wa Mwanza tunamshukuru sana kwa namna ambavyo ametupa nafasi, lakini kwa namna ambavyo anatushauri na kutuongoza. Tunawashukuru pia viongozi wote wa BAKWATA makao makuu, akiwemo mwenyekiti wa halmashauri, akiwemo katibu mkuu wa BAKWATA, baraza la ulama kwa ujumla wake, halmashauri pia taifa na idara za makao makuu, kwa namna ambavyo umekuwa karibu na sisi kutushauri, kutuongoza mpaka kufikia haya ambayo leo tumeyafikia. Ndugu waandishi wa habari na wageni waalikwa ambao mmehudhuria katika mazungumzo haya leo hapa, ambao ni wadau wa maendeleo na wananchi wote ambao mnafuatilia mazungumzo haya na presi hii, ni wasalimie tena kwa salamu ambayo ni kiamkizi chema, na ni salamu ambayo inawatangazieni amani na salama na mshikamano. Niseme tena assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo ni siku muhimu kwetu, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza, tunapokutana kuzungumzia masuala yenye umuhimu mkubwa kwa jamii yetu. Tumekutana hapa kuzindua rasmi, kuanza tena kwa muendelezo wa kampeni ya Badri Day, ambao Badri Day ni mradi wa ujenzi wa vituo vya afya mkoa wa Mwanza, ikiwa ni harambee, kwa maana ile Badri Day ni harambee maalum ya kusaidia maendeleo ya jamii kwa ujumla, hususan katika sekta ya afya. Umuhimu wa siku ya Badri, ndugu waandishi wa habari, tunapozungumzia Badri katika Uislamu, Badri ni eneo lilioko katika mji wa Maka. Miaka 1400 iliyopita Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliingia vitani kujitetea na kutafuta ukombozi na kunusuru dini ya Mungu. Katika vita vile Mtume alipigana akiwa na watu 313, na aliokuwa anapambana nao, waliokuja kumdhulumu, kumdhalilisha, kumhakirisha, walikuwa takriban watu 1000. Lakini kwa uzito wa imani na ikhlasi ya nia yake na ukweli aliokuwa nayo Mtume, utashangaa watu 313 waliwashinda watu 1000. Na kwa ushindi huo wa siku hiyo ya Badri, ambayo ilitokea mwezi 17 Ramadhani, hilo tukio lilitokea mwezi 17 Ramadhani. Kwa ushindi huo, kwa sababu siku ile Waislamu wote duniani walikuwa 313. Laiti kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam angeshindwa vita vile, tafsiri yake maana yake Uislamu ulikuwa umeishia pale. Na hata katika dua yake Mtume wakati anaingia vitani alimuomba Mungu, akawaambia, ya Rabbi, Mola wangu, ikiwa kundi hili la watu 313 litaangamizwa leo, litamalizika leo, basi dini yako itakuwa haitaendelea, haitakuwepo. Alhamdulillah, ndani ya Qur'ani yako maneno Mwenyezi Mungu anasema, walaqad nasarakum bibadrin wa antum adhilla. Mwenyezi Mungu anaeleza, anawaambia Waislamu ndani ya Qur'ani,
Kumbukeni pale ambapo Mwenyezi Mungu alipowanusuru siku ya vita vya Badri, hali ya kuwa mkiwa wanyonge wachache, mkiwa na jeshi lisilokuwa na vifaa, hali na hichi wala kile, mkapambana na watu wenye vifaa vizuri vya hadhi na mkaweza kushinda vita vile. Kwa hiyo niseme tu kwamba BAKWATA mkoa wa Mwanza kwa falsafa hiyo kwamba siku ile Waislamu wachache wakaweza kushinda, katika harakati zetu na muendelezo wa kujenga vituo vya afya, nyote mnafahamu hali yetu tuliyokuwa nayo. Tuliona tutumie falsafa ya Badri, tutumie ile falsafa ya Badri kufanya kuwa ndio siku ya harambee kuu. Kwa hiyo sisi, Bwana Mtume alisimama kupambana kuutetea Uislamu na kuufanya usonge mbele, na kwa msaada wa Mungu akashinda. Sisi tumesema tunachukua falsafa ile, tunaiweka mapambano yetu kwenye maendeleo. Kwa hiyo hii ni Badri ya 3. Hii ni Badri ya 3, na mwaka huu imeangukia tarehe 18 ya mwezi wa 3 mwaka huu 2025. Siku hii inaashiria mshikamano, kujitoa na jitihada za pamoja kwa ajili ya maendeleo ya jamii. Katika roho hiyo ya kujitolea, mwaka huu tunatumia siku hii kama jukwaa la kuhamasisha uchangiaji wa ujenzi wa vituo vya afya ili kuboresha hali ya huduma za afya kwa wananchi wa Mwanza na Tanzania kwa ujumla. Ikumbukwe, nitumie nafasi hii kuipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa awamu zote zilizopita katika nchi yetu, lakini kumpongeza hasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo eneo la afya ndani ya nchi yetu amelisimamia vyema. Amelisimamia kwa kiwango ambacho huduma za afya zimepanda kutoka pale zilipokuwa mpaka kufika mahala pazuri. Lakini tumie nafasi hii kupongeza taasisi za dini. Ziko taasisi za dini za Kikristo, za Kiislamu mbalimbali, zimekuwa zikisaidia serikali yetu katika eneo hili la afya. Na sisi BAKWATA mkoa wa Mwanza tumeona iko haja ya kuendelea kuunga mkono juhudi za serikali yetu, juhudi za taasisi za wenzetu za dini katika kujenga vituo vya afya ili kuwaletea Watanzania hawa afya njema na afya bora. Kwa miaka mingi jamii yetu imekumbwa na changamoto kubwa ya upatikanaji wa huduma bora za afya. Hospitali nyingi zinakabiliwa na msongamano mkubwa na wananchi wengi wanalazimika kusafiri wakati mwingine umbali mrefu kutafuta matibabu, pamoja na juhudi kubwa. Maana Watanzania wanaendelea kuwa wengi. Nimeambiwa hapa Watanzania kwa sensa iliyopita tunafika karibu milioni 61. Kwa hiyo utaona bado kuna hitaji kubwa la kuwa na vituo vingi vya afya. Hali hiyo sisi wakati mwingine inaweza kuwa si hali nzuri, ndio maana BAKWATA tukaona na sisi tuingie kwenye kusaidia katika eneo hili. Lengo la mradi wa ujenzi wa vituo vya afya, kupitia mradi huu tunalenga kujenga na kukamilisha vituo vya afya katika wilaya 7 za mkoa wa Mwanza ambazo ni Misungwi, Nyamagana, Kwimba, Ilemela na Sengerema, Ukerewe na Magu. Mradi huu unakadiriwa kugharamia shilingi za Kitanzania bilioni 4.5. Yani mradi wote mpaka utapokamilika, ambapo hadi sasa kama ilivyokushaelezwa tumekusanya takriban milioni 236,775,050 na senti 55, na bado tunahitaji bilioni 4,263,224,945 ili kukamilisha ujenzi huu. Unaweza ukauliza, Shekhe, pesa ni nyingi, mbona nichokisha kukusanya kidogo? Lakini ukweli ni kwamba pesa ni nyingi. Jambo kubwa sisi tunamuomba Mwenyezi Mungu afya na atupe uhai, na nyote mnajua penye nia pana njia. Tulianza kwa 0 lakini sasa tuna kituo kimeshasimama, kiko pale Ilemela, na tumshukuru sana Dr. Samia alipokuja kutusapoti ile milioni 100 ikatufanya leo kituo watu wanakwenda pale mpaka kupiga picha namna kilivyo kizuri, kinavutia, na sasa tumeingia kwenye hatua ya kuanza kuomba tasjilati, usajili, ili kazi ianze. Kwa hivyo tunatoa wito kwa serikali na taasisi za umma kuendelea kushirikiana nasi kwa misaada ya kifedha na vifaa.
kwa sababu msaada wa serikali hauwezi kukosekana. Japokuwa tunajua serikali na ina mambo mengi makubwa, lakini bado tunaona msaada wa serikali kwetu ni wa lazima. Lakini pia mashirika ya ndani na nje ya nchi kusaidia katika ufadhili wa mradi huu wa Mwanza. Ni mradi mkubwa, unahitaji karibu bilioni 4.5. Lakini nitumie nafasi hii kuwaomba wananchi wote Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kwa sababu tunapojenga vituo vya afya, vituo hivi havitakwenda kumhudumia Muislamu peke yake, hivi vituo vitawahudumia Watanzania. Kwa tunawaomba wafanyabiashara, wakuu wa taasisi mbalimbali, watu wanaoangalia na kusaidia mambo, mashirika, watusaidie na watuunge mkono katika jambo hili. Na tumejipambanua, unapotaka kutuchangia, tunayo account kupitia benki ya CRDB, ambayo jina lake ni BAKWATA Harambee. Namba zake ni 01 50 65 81 88 600. Narudia, namba zake ni 01 50 65 81 88 600. Au unaweza kuchangia kupitia M-Pesa lipa namba. Namba yake ni 54 39 73 2. Unaweza ukachangia kupitia M-Pesa lipa namba. Namba yake ni 54 39 73 2. Ushirikiano wa kimkakati kupitia njia za uchangiaji maalum na udhamini mbalimbali katika jambo hili katika viwanja vya Furahisha. Lile jambo litakuwa ni birthday day ya 3 toka tumeanza. Kwa hiyo hata yule atakayejisikia, kwa sababu pale watakusanyika Waislamu kutoka wilaya zote za mkoa wa Mwanza. Lakini watakusanyika Waislamu, tumewaalika kutoka hata baadhi ya mikoa, marafiki watakuja pale. Kwa yule ambaye yuko tayari kusaidia kufuturisha siku hiyo, atupigie tu simu, anijulishe moja kwa moja Sheikh wa mkoa wa Mwanza kwa 0766 63 63 15. 0766 63 63 15. Kwa sababu tumesema pesa ambayo tunaendelea kuikusanya kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya hatuwezi kuitumia tena labda kufuturisha, lakini tunaamini mwezi huu ni mwezi wa kheri, mwezi wa baraka. Kusanyiko lile ambalo tunatarajia litaanza kwenye tarehe 17 hivi, 16, 17 na 18 Machi, lakini kilele ndio hiyo tarehe 18. Kwa hiyo kwa yule ambaye yuko tayari kusaidia mchele, sukari, ngano, mafuta, au akasema mwenyewe nitapikisha mahala futari nitaileta pale ili watu waliofunga waweze kufuturu, tunatoa ruhusa na tunakaribisha katika eneo hilo.